Mpendwa ambaye ni mwananitetee familia, huu ni wakati mwingine tena tukiwa tunaendelea na yale yanayokuja mezani kwetu kwenye taasisi yetu ya Nitetee Foundation, na moja kwa moja hii inakujia moja kwa moja kutoka jijini Mwanza, Nitetee sauti ya mnyonge. Siku ya leo ninakuletea, tunaendelea na historia ya mtoto ambaye tulimpata kutoka kwenye mazingira magumu ambapo alikuwa ametelekezwa, na mtoto huyu tukawa tumempa jina la David kabla hatujakutana na mama yake. Akatuambia vizuri mtoto anaitwa nani, na sasa tulivyokutana na mama yake, nadhani kama wewe ni mfuatiliaji au msikilizaji wake ambacho tunakuletea, niliweza kupata nafasi ya kukutana na mama yake na niliongea naye tukiwa na hasira kabisa, kama mama, kama mzazi. Niliongea naye nikiwa nina hasira kali sana, lakini namshukuru Mungu, mimi pia ni mtu ambaye ninasali. Niliporudi nyumbani nikamwambia Mungu, hebu nionyeshe njia ya kumsaidia huyu dada kwa sababu anaonekana hayuko sawa. Hivyo niliamka siku ya Jumapili ambayo ilikuwa ni jana, nimekwenda kanisani. Nilipotoka kanisani nikasema hebu nirudi polisi nikamsikilize kwa kina zaidi. Kwa hiyo nikaenda polisi, nikakaa naye, nikamsikiliza historia ya maisha yake. Kwa kweli ni mtu huyu ni mgonjwa, na wagonjwa wa hivi wako wengi, sema tu wanatofautiana. Kuna wagonjwa kama yeye ambao wanakuwa ni wagonjwa mpaka wanapelekea kuwa na ukatili, lakini kuna wagonjwa wengine kama yeye lakini inapelekea wanapotea kabisa, wanakufa. Lakini kuna wagonjwa ambao ni kama yeye, wanakomaa na kuvumilia mateso ambayo wameyapitia. Sitaki kukwambia ugonjwa wake ni nini, na sitaki kukwambia changamoto aliyokutana nayo mpaka ikafikia kumtupa mtoto ni nini, lakini elewa kwamba binti huyu amepitia changamoto ngumu, na mpaka sasa nimeongea naye, ana watoto 4 akiwemo yule niliye naye, lakini hata mtoto mmoja hajui alipo. Basi nisikuchosha au nisitake kukumalizia historia yake, nitataka jieleze mwenyewe, na ninataka tu kuongea na wewe ambaye umekuwa mdau wetu wa bidhaa zetu za Nifo product, Nifo chakula, Nifo urembo, lakini pia kwenye bidhaa ya Charm & Glow. Watu wengi wamekuwa wakikutana na mimi, Flora, ngozi yako ni nzuri. Jamani, kweli ngozi yangu ni nzuri na ninaipenda. Naipenda ngozi yangu kwa sababu ukiangalia miaka yangu na ngozi yangu ni vitu ambavyo vinaenda sambamba. Yaani nailinda ngozi yangu kutokana na kwamba nimeshasogea over 40, sio miaka michache hiyo. Kwa hiyo lazima nihakikishe ngozi yangu naihudumia inavyotakiwa. Wengine unadhani ukishanawa na sabuni nzuri kama hii ya matunda, kwa sababu ina virutubisho, ina hebo, ina matunda, ina nini, kwamba umemaliza, uhitaji tena kulinda ngozi yako na kitu kingine. Kwa hiyo mtu mwingine anajua akishanawa na sabuni nzuri, akapaka mafuta labda kama haya ya avocado au mafuta ya samli, anakuwa amemaliza. Hapana. Kwa ngozi yoyote, na wewe unanitizama mwenye ngozi yako kuanzia miaka 25, unatakiwa uendelee kuilinda ngozi yako, kuilisha kadri unavyokula wewe, na ngozi yako inatakiwa ihudumiwe hivyo hivyo. Kuna Charm & Glow ambayo ni fashion. Kwa kawaida ngozi yoyote lazima ifanyiwe fashion, haswa kuanzia miaka 20 kwenda juu. Lazima uhakikishe mara 1 kwa wiki, mara 2 kwa mwezi unafanya fashion. Lazima utumie cleanser kwenye sabuni, hapa kuna cleanser. Lazima utumie scrub kwenye sabuni, hakuna scrub. Lazima utumie mask kwenye sabuni, hii hakuna mask. Lazima utumie spa ambayo inakusaidia kurudisha muonekano na mng'ao wa ngozi yako, na ngozi yako inakuwa ngumu nzuri. Lakini pia kwa wale ambao ni over 40, yani zaidi ya 40 kama mimi, lazima utumie kitu ambacho kinarudisha ngozi yako inakuwa kwenye muonekano mzuri, lakini pia kinafanya ngozi yako inakuwa ngumu, kinaondoa wrinkles. Hata kama ni kupata wrinkles, basi unazipata kidogo na sio vile ambavyo utazipata ukiwa hautumii fashion. Fashion ni kitu cha muhimu sana. Sasa kwenye fashion hii ya Charm & Glow wameturahisishia sana, na nimekuwa nikiliongea sana, lakini kuna watu ambao wanaona uvivu mkubwa kufanya fashion. Kwenye fashion hii amekutenganishia kabisa, ni wewe tu kupaka na kunawa, kupaka na kunawa. Kuna namba 1 ambayo ni cleanser, unaichana yote, ukishaichana unaipaka yote, ukimaliza unainawa au unaifuta na maji ya moto, ukimaliza unakwenda scrub. Scrub amekutengea kabisa, iko kwenye kipakiti chake, ichane yote. Sugua uso wako taratibu, sio kwa nguvu. Ukimaliza baada ya dakika 2 unaisuza
au unajifuta. Ukimaliza unakwenda namba 3. Namba 3 ambayo ni spa. Kwa wale kidogo ambao mnaelewa nini maana ya fashion, kuna kitu kinaitwa spa. Na wengi mnaoenda kwenye sauna mnatumia spa. Kwa hiyo spa inarudisha ngozi yako na inafanya ngozi yako inakuwa na mng'ao, na ndio maana inaitwa glow. Glow maana yake ni ngozi inayong'aa. Kwa hiyo sio inang'aa kutoka kwenye rangi yako labda kukupa rangi nyingine. Kama wewe ni mweusi, unakuwa na weusi unaong'aa. Kama wewe ni mweupe, unakuwa na weupe mzuri unaong'aa. Ndio maana ya spa. Ukimaliza, unatumia maski ambayo inakusaidia sasa kukaza na kuimarisha afya ya ngozi yako. Ukiwaona mastaa wanapendeza kwenye masimu zenu, kwenye ma-TV, kwenye magazine, umekutana nao live, ukaona ngozi zao zinavyong'aa, kina hao hata wanaume kina Diamond wanafanya fashion. Wanapokwenda kunyoa wanafanya fashion. Kwa hiyo utaishia tu kuwatamani, useme yani ana hela mpaka anang'aa. Hakuna ile inayong'arisha. Tena watu wengine wenye hela wanafubaa kwa sababu hawajui kama hivi vitu vinasaidia ngozi ifanane na kipato ulichonacho. Tumia fashion kusababisha muonekano wako uwe mzuri. Kwa hiyo namba 5 ni rejuvenate, ambayo hii unaipaka vizuri zaidi kama ni usiku wakati unataka kulala. Ndio unatumia hii, unapaka, unalala, ngozi yako inarudi. Kama ulikuwa umeanza kuchoka, una stress, umepata rangi kwenye uso, inakusaidia kurudisha. Kwa hiyo tumia fashion ya Charm & Glow ili kufanya ngozi yako iwe nzuri. Basi nina kitu kimoja ambacho ni bonge la ofa. Yaani hii ni bonge la ofa, na ofa hii itaenda mpaka mwezi wa 5. Hii tulianza kuuza shilingi 15,000 nikiwa naitoa Nigeria. Baadaye nikafanikiwa kuipata kutoka kwa Wahindi ambao hii inatengenezwa India. Kwa hiyo nikaungana na Wahindi ambao wako hapa Tanzania ambao ni Vital. Kwa hiyo tukaanza kuisambaza Tanzania. Tulikuwa tunauza shilingi 10,000. Lakini baada ya soko kuwa zuri na watu kuitambua, kwa hiyo wale wakaona sasa soko liko Tanzania. Kwa hiyo tuna ofa. Na ofa hii sio ya muendelezo. Tulikuwa tunauza moja ambazo ni hizi pakiti 5 shilingi 10,000. Tukaishusha tukaiuza shilingi 5,000 upate pisi 4. Sasa tuna ofa kubwa sana. Wewe unayenitazama ambaye unasikiliza pia sauti hii, kwa sababu tunaenda kwenye redio na kwenye TV. Tunakupa hizi 4 kwa shilingi 10,000. Ni bonge la ofa. Hii haijawahi kutokea tangu tumeanza kufanya hii kazi. Kwa hiyo wewe unajali ngozi yako, mpigie wakala yoyote ambaye namba zake za simu, nenda kwenye ukurasa wangu wa Instagram, utakuta namba pale, andika Flora_Nitetee namba 2, utakuta namba za wakala wangu wote. Lakini pia hapa YouTube utaona namba za wakala wangu zina scroll hapo, ili uweze kupiga simu upate ya kwako. Na ukinunua, wewe chukua shilingi 20,000 yako, nunua pisi 8. Ukinunua pisi 8 tayari una fashion za kukutosha ndani ya miezi 4. Kwa hiyo changamkia hiyo. Na kama una ngozi ngumu na ngozi yenye chunusu na rough skin, ngozi yako haivutii, tumia sabuni yetu, paka mafuta yetu ya Samli, lakini fashion angalau mara moja kwa wiki. Charm & Glow, bidhaa mpya iliyotengenezwa na madaktari bingwa kwa ajili ya uso. Sasa inapatikana katika maduka yote ya vipodozi nchi nzima. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0759665555 au 0677555550. Afya nzuri ni ile inayoanzia ndani kwanza mpaka nje kwenye muonekano, na sisi tunalitambua hilo na tunajali sana afya yako wewe na familia. Ndiyo sababu tumekuwa wazalendo na kukuongezea thamani katika maisha yako kwa kutumia miti shamba, miti ya nyumbani, kukutengenezea bidhaa bora zenye kutibu na kukupa muonekano mzuri wenye afya. Nifo Products. Tuna Nifo Coconut Oil, Herbal Soap, Beauty Gel, Nifo Hair Oil, Nifo Wiper Oil, Nifo Slimming, Miracle Uji pamoja na Miracle Chai yenye kutibu vidonda vya tumbo, kutoa sumu mwilini, kuongeza kinga ya mwili na faida nyingine nyingi sana za kiafya. Kumbuka bidhaa za Nifo zinatengenezwa Mwanza na kusambazwa na mawakala mikoa yote Tanzania. Wasiliana nasi kwa namba zetu. Pia follow Instagram yetu @nifobeauty.p. Nifo Products ni mkombozi wa afya zetu. Karibuni wote tujivunie cha kwetu. Basi sitaki kukuchosha, nataka niende moja kwa moja kuongea na mgeni wangu ambaye
mimi namuita mtuhumiwa wangu, si namuita majina gani, lakini ni msichana ambaye amepita kwenye magumu sana. Tumsikilize, lakini naomba basi, tumemtukana sana jamani. Yaani nikisoma comment najisikia kuogopa. Kuna wanawake ambao wanajua ni nini maana ya uchungu wa mtoto. Kuna watu wanazaa kwa tabu, kuna watu ambao hawapati kizazi, kuna watu wanatamani watoto. Kwa hiyo unaposikia mtu amezaa mtoto akamtupa, kidogo inaleta guilt kwa kweli. Kwa hiyo ninaomba tumsikilize, lakini tuendelee kumsamehe. Ana makosa, bado ana makosa makubwa sana. Tutaendelea kumsamehe. Kama nilivyokuambia, kama umesoma na umepitia kwenye kurasa zangu za Instagram, niliandika pale, nimeongea na Pili Misana ambaye amekuwa akiwasaidia sana wasichana ambao wamepitia kwenye changamoto kama za huyu. Anamsaidia, anamfundisha maisha, anamfundisha kutoka hapa kusogea sehemu nyingine. Kwa hiyo leo nitaongea naye na kesho ataanza safari kwenda Dar es Salaam kwenda kukutana na Pili Misana ili aweze kumsaidia zaidi. Lakini mimi nimemwaahidi, ameniomba sana kubaki na mtoto wake. Kwa hiyo mimi nitaendelea kumsaidia mtoto wake kwa sababu mtoto alikuwa hamnyonyeshi na alianza kumnyonyesha kitambo. Atatuambia kwa nini alikuwa hamnyonyeshi mtoto. Kwa hiyo nimekubali kubaki na mwanae na yeye atakwenda Dar es Salaam. Nimemfurahia kitu kimoja. Kuna mtu mmoja amemuuliza, kwa hiyo unaenda Dar es Salaam kufanya nini? Akasema, ulijibuje? Ulisema unaenda Dar es Salaam kufanya nini? Nilimwambia nenda kuchukua Mafunzo na matibabu. Kwa hiyo mimi ni hicho nilichomfurahia. Kwa hiyo najua akienda kule akishakuwa vizuri, akajua malezi ya mtoto, akawasamehe waliomuumiza, akirudi hapa, mimi nina chuo cha kufundisha urembo, lakini pia niko njiani kwenda kufungua sober house ambayo itawasaidia watoto wa kike ambao wanateseka, wanaokula mihadarati, madawa ya kulevya na vitu kama ambavyo yeye amepitia. Kwa hiyo ninaamini atakaporudi Mwanza, yeye ndo atakayekuja kuwa mwalimu wa wale ambao wamepitia kwenye shida kama ambayo amepitia yeye, kwa sababu yeye atakuwa anajitambua, atakuwa ameshajua, atakuwa na uwezo wa kukaa na mtu na kumwelimisha. Kwa hiyo atakuja na mavyeti ya kutosha. Pole, hongera, sijui nikuchape tena kidogo. Nikunyoe tena, ninyoe tena nini? Nyusi. Manake nilinyoa nywele. Hivyo ulijisikiaje nilivyokunyoa? Nijisikia vibaya sana, lakini ulikuwa uko sahihi kufanya kitu kama hicho. Nilikuwa sahihi kwa sababu nilikuwa na hasira. Ndio. Ulivyotoka kule Selo, ukaja pale tulipokuwa, alafu nikakunyoa, nikasikia hasira, nikataka kukuchapa, yani lakini ikawa sio ruhusa kukuchapa. Alafu mimi nina huruma. Hata vile nilikuwa nakunyoa, lakini nilikuwa nasikia huruma. Ndio maana unaona nilikuwa nakunyoa huku nalia. Umeelewa eh? Kwa hiyo kiukweli ulifanya kosa. Ulifanya kosa kubwa, na kuna mahali ambapo ulisema hufai kuishi, hufai kuitwa mwanamke, na ni kwa sababu ulikuwa umeshagundua kosa lako. Hebu twende sasa moja kwa moja, uniambie majina yako vizuri, uniambie historia ya maisha yako. Mimi nimeshaongea na wewe, kwa hiyo ninajua baadhi. Kwa baada ya kuongea nikakwambia ishi hapo hapo, nataka tuje tuongee sasa yale ambayo ni magumu. Kuna vitu ambavyo nimekukataza usiviongee kwenye media. Ndio. Na kuna ambavyo vinaweza kuongeleka ili kusaidia wengine ambao wanakutizama, waliopitia kwenye machungu ambayo umepitia wewe, ambao pia vinaweza kwenda kuwa msaada. Lakini pia kuelezea historia ya maisha yako inasaidia wale ambao wamekuona kwamba wewe ni muuaji sana, ni nini, itakusaidia wao kukusamehe wewe na kukusaidia zaidi. Tuanze na majina yako. Asante. Kabla ya yote, kwanza dada yangu nakushukuru sana. Nataka uongee kwa sauti. Nakushukuru sana kwa jinsi ulivyonisaidia. Sikujua kwamba wewe ni mtu mmoja mwenye huruma sana. Na ni wanawake tofauti ambao wenye huruma kama yako. Kweli ulinikuta katika mazingira ambayo sio sahihi. Na mpaka sasa hivi na bado nakushukuru na nitaendelea kushukuru. Nashukuru Mungu kwamba tumeshare chakula leo wote. Umenipeleka, nimeng'aa, nimeoga, nimependeza. Ile harufu ya polisi. Ile harufu ya polisi pia imetoka. Okay, hebu nataka nijue historia yako na uniambie majina yako. Wewe umezaliwa wapi, ni kabila gani, na tangu umezaliwa mpaka leo
angalau kwa kifupi, maana najua historia yako ni ndefu sana. Hebu tujaribu kuongea mimi na wewe unihadithie. Mimi kwa majina naitwa Mwajuma. Naitwa Mwajuma, ni mzaliwa wa Singida lakini nimekulia hapa Mwanza. Yani kwa historia yangu ya maisha ni kweli ilikuwa sio sahihi. Nishawahi kuugua. Na pia nilikuwa nasoma shule. Ila kuna kitu ambacho nilivyokuwa nikiishi. Nilikuwa siko mazingira sahihi. Kwa sababu nilivyokuwa niko shuleni, nishafanywa kitendo cha ajabu sana. Hebu ngoja kabla hatujaenda kwenye kile ambacho ulifanyiwa Mwajuma. Wewe ulizaliwa wapi? Singida, Manyoni. Na baba na mama wako wapi? Mama ishafariki. Alikuacha ukiwa mkubwaje? Aliniacha nikiwa sio mkubwa sana. Na alifariki alikuacha wewe ukiwa mkubwaje? Aliniacha nikiwa mdogo. Na alipofariki ulibaki na nani? Nilibaki na mama wa kambo. Baba alikuwa ameshaoa au alioa baada ya mama kufa? Baba alioa, mama akiwepo. Mama akiwa bado hajafariki. Ndio. Kwa hiyo wewe ukabaki na unaishi na mama wa kambo. Yani tukaondoka mimi na mdogo wangu anayenifuata mimi. Tukawa tumeenda yani baba alituchukua. Tukawa tunaishi na mama wa kambo. Wapi hapo sasa? Buzuruga. Hapa Mwanza. Hapa Mwanza. Kwa hiyo uishi na mama wa kambo pamoja na baba. Ndio. Mlikuwa mnaishi maisha gani? Kiukweli maisha tuliokuwa tunaishi mazingira yalikuwa sio mazuri. Kwa sababu baba alikuwa akienda kazini, mama alikuwa akitunyanyapaa sana. Na mlikuwa mnaenda shule au uliacha shule baada ya kuna mama kufariki? Tulikuwa tuendi shule. Mlikuwa mwendi shule. Ndio. Kwa hiyo na mdogo wako kwa sasa yuko wapi? Mdogo wangu yeye yupo lakini aliolewa kule na ndi wapi? Bugarika. Yuko huko na yeye, yuko tuna maisha yake. Na unapajua anapoishi ama hupajui? Anapoishi yeye? Sipajui. Na hamjawahi kuonana? Tulishaonana. Mlionana lini mara mwisho? Mara mwisho tulionana tulikuwa Visiwani. Mwaka gani? Siku imepita sana, sikumbuki. Ukumbuki. Kwa hiyo baada ya kwanza kuishi na yule mama wa kambo, unakumbuka ni nini kilichokutokea ukiwa naye kabla haujaondoka? Yaani kitu ambacho kilichonitokea. Ninakumbuka siku moja niliondoka tu pale baada ya manyanyaso kuzidi. Nikawa nimeondoka pale nyumbani. Natamani ongea kwa sauti. Baada ya kuondoka pale nyumbani, kwa kweli nilikutana na makundi ambayo hayastahili. Walinifanyia kitu kibaya sana. Kiukweli kuanzia hapo ndio nilikata tamaa na maisha yangu. Ilikuwa nini? Yaani walikuwa ni vijana, ni watu wazima, ni rika la kawaida, la katikati, labda kama kameramani wangu, walikuwa ni umri gani? Walikuwa ni vijana tu kama huyu kamera wangu. Yes. Kwa vijana kwenye miaka 25 mpaka 30. Walikuwa ni vijana wa namna gani? Walikuwa kubwa, walikuwa kama 5 hivi. Kiukweli niliumia sana kwa sababu yani niliona kwamba ni yale maisha ambayo tulikuwa tukiishi kule ndio ilisababisha mimi mpaka nikafanya hicho kitendo. Akina mama, tulieni kimya. Leo nataka niwavujishie siri zote za mke wangu. Ya kwanza, alipokuwa mjamzito alikuwa anapenda uji. Huo uji ndo anawanywesha watoto, kamnywesha na babu yao. Gutukeni, acheni umbea. Huo uji unaitwa Nifo Miracle uji. Una miujiza. Inaitwa Onja Ujirambe. Uji wa Nifo Miracle, uji lishe, uji tiba. Umetengenezwa kwa magome ya miti na ladha yake ni unasaidia ukuaji wa mtoto tangu akiwa tumboni. Unachangamsha akili, kuimarisha mifupa na kinga ya mwili. Nifo Miracle uji, tamu ya watoto, kirutubisho kwa wajawazito na tiba kwa wazee na wenye vidonda vya tumbo. Pia Nifo Miracle wana uji wa matunda wenye vitamini zote. Piga kelele kwa Nifo Miracle uji yake. Sijamaliza, Nifo Miracle chai ni chai na ni chai tiba. Inachangamsha mwili na akili, inalainisha viungo
viungo vya mwili hata kwa waliopooza. Inaongeza nguvu asili, inaboresha mzunguko wa damu na kutibu maradhi ya moyo, presha, kisukari na mengine usiyojua. Kwa oda za jumla na rejareja, piga simu sasa hivi 0759 665 555. Kivoni nikawa nimekata tamaa kabisa. Na baada ya kufanyiwa uliugua au ulipata majeraha yoyote? Nilipata majeraha. Ulisaidiwa na nani? Ulikuwa umeshakimbia nyumbani? Ndio, nilikuwa nimeshakimbia nyumbani. Na ulikuwa unaishi mtaani sasa? Ndio. Kwa hiyo baada ya kufanyiwa vile, nani alikusaidia matibabu? Sikupata matibabu yoyote. Ndio ninachomshukuru Mwenyezi Mungu, sikupata matibabu yoyote, bali nikawepo tu, lakini niliugua sana. Niliugua sana. Baada ya pale nini kiliendelea? Na ulikuwa na miaka mingapi? Sikumbuki nilikuwa na miaka mingapi kwa sababu nilikuwa ni mdogo sana. Na kipindi hicho mlikuwa mmeshatengana na mdogo wako? Ndio. Kwa hiyo baadaye ulikuja kuonana naye ukiwa umeshapitia kwenye changamoto mengine, umeenda wapi huko Matarime? Yaani nimekuja kuonana naye nikiwa sasa mtu mzima, kwa sababu walikuwa wanasikia tu. Mwajuma yuko Tarime, niko Msoma, niko sijui wapi. Kwa hiyo nikawa ni mtu wa kuzunguka, yani kujiingiza kwenye yale makundi ambayo hayastahili. Okay. Baada ya wewe kupata hii kuvamiwa na kuingiliwa na hao waliokuingilia, maisha yako yaliendeleaje? Kiukweli maisha yangu hayakuwa mazuri. Sababu ilifikia stage niliugua yani tena kiakili. Baada sasa ya wewe kuingia kwenye mtaani, umeshaumizwa, basi umeponea uko hivyo, ukajuguza mwenyewe, maisha yako yaliendeleaje? Kiukweli maisha yangu hayakuwa mazuri. Kwa maana sasa nikajiingiza sasa katika makundi. Yaani nikaanza kutembea sasa, nikaanza kujiuza. Leo niko klabu hii, kesho niko klabu hii, kesho niko klabu hii. Yaani kwa maana sasa nilipoteza mwelekeo wa maisha. Nikaona sasa nitafanya nini? Kwa hiyo nikaona yani kujisaidia pakubwa ni kujirusha na wanaume wa kila aina. Nikajua kwamba pale nitapata msaada kamili. Lakini kumbe sio. Hapo tayari ulikuwa kukua, ukawa binti sasa mkubwa. Ndio, nikawa binti. Na ukawa unaishi na nani? Hapo sasa nikawa naishi tu mtaani kwenye vyumba vya wasichana. Hizo wanaita madanguro. Madanguro ya. Basi tumefanya hizo biashara sana. Kuna siku moja sasa mimi nikajiuliza, sasa hapa kwa Mwanza hii wameshatujua, wametuchoka. Nikawa nimetoka direct moja kwa moja nikawa nimeenda Tarime. Tarime mkoa wa Mara. Mkoa wa Mara. Baada hapo sasa, yani baada ya makundi yetu sisi kuvurugika, nikaona mimi ngoja nifanye nini? Niame mkoa huu, nikahamia kule. Basi nimefika Tarime. Kwa hiyo nilipofika nikafikia tu hizo biashara sasa kwenye danguro lingine. Kiukweli kipindi hicho muonekano wako ulikuwa ukoje? Kiukweli nilikuwa mzuri. Nilikuwa mzuri kiukweli, hata kama ulikuwa ukiniangalia hivi. Kwa sijachoka ni kujiingiza kwenye makundi ya ajabu. Hata mwanaume alikuwa akiniona hivi kwa kweli anafurahi. Unaona? Na walikuwa wanakuita jina gani? Mchina. Maana wakati naongea na wewe uliniambia ulikuwa unaitwa Mchina. Akija mwanaume anasema namhitaji Mchina. Anataka Mchina. Ikawaje twende? Basi nimetoka nikaona sasa maisha ya Mwanza haya sio sahihi. Sasa ngoja niende Tarime. Basi nikafika Tarime kule nikakutana tena na yale makundi kama ambayo yalikuwepo Mwanza. Sawa, tukaanza biashara zetu ndio hizo za kujiuza kila kitu. Unaona? Basi imeenda. Sasa ile grade ikawa inashuka. Kwa maana unajua tena mwanaume akisha kupitia anachoka akiona kitu kingine. Anakuona kwamba kazi gani. Basi imeenda hivyo. Nilikuwa nakunywa bia, niko klabu kubwa, lakini ilifikia stage sasa nikaa kwenye vibanda ambavyo havihusiki. Ukaanza kwenye zile za karatasi. Basi hivyo tukaenda. Mali nilikuwa bia nikashuka konyagi nikashuka pombe za kienyeji.
Basi nilikuwa sivuti sigara nikaanza. Jamani tunacheka kama mazuri lakini ninamshukuru Mungu. Nimejaribu kuongea naye, nimempa ushauri, nimemtoa kwenye masikitiko, na ndio maana kidogo naona sasa tunaweza tukaongea kama rafiki. Kwa hiyo usishangae huyu naye wamekaa wanacheka wakati anacheka na mtu aliyetupa mtoto. Hapana. Mpe nafasi, hata mtu aliyefanya kosa kabisa. Mpe nafasi ajieleze. Wakimaliza kujieleza ndio unamhukumu. Kwa hiyo niko na Mwajuma hapa. Basi ndio ikaendelea hivyo. Mambo tena yakashuka kabisa. Ukawa pu? Sivuti sigara, nikaanza kuvuta. Uvuti bangi, nikaanza kuvuta. Pombe za kienyeji nikaanza kunywa. Madawa kulevya nikaanza kula. Kwa hiyo ukawa umevurugika kabisa. Yaani channel ya maisha ikaini. Na ukawa unalala wapi? Yaani popote tu, yaani mimi nitapopaona kwa sababu nimeshaelewa haya mapombe ya kienyeji na nimesha kula vitu vyangu. Kwa hiyo hata hapa nikijiegesha hivi. Na kipindi hicho sasa, unajua kwa mtoto wa kike unapokuwa kwenye mihadarati, wanaume wanakutumia ovyo sana wanavyotaka, kwa sababu ulikuwa tena uwezi kupewa hela tena. Kwa kama unajigesha popote, si mwanamume anakuja tu anajipakulia anavyotaka mwili wako. Kwa hiyo ilikuwaje? Yaani kwanza hata kama ukipata mwanaume hawezi akakupa hiyo pesa kama ulivyokuwa ukipewa mwanzo. Kwa sababu tayari labda niseme kitu kimoja. Yaani ukiwa kwenye baa utapata wale wenye hadhi zako za baani. Ukiwa kwenye whisky utapata wale whisky. Ukiwa kwenye bangi utapata unaendana nao. Yaani wanaume wabangi kwa sababu sina wewe wamekuona. Wachumba zako watakuwa ni wakibangi. Kwa sababu na wao unavuta. Ukiwa kwenye sigara utakutana nao wale. Ukiwa kwenye madawa kulevya utakutana nao wale. Kwa hiyo sasa ukiwa kilabuni ni wale, yani utapata ni wa kilabuni ambao sasa walioshuka kabisa, kwamba hata maji hawajui, nini hawajui. Kwa hiyo hata wewe channel ile ya kuoga unakuwa haipo tena. Hata kwamba leo nibadilishe nguo inakuwa haipo. Kwa maana yani watakununulia kama ni bombonya moja, hilo tunaitaga bumbuli, watakununulia, watamaliza, utaenda kuishia kulipa hilo bumbuli. Kwa hiyo Mwajuma, wewe ulianzia kwenye wale wanaume ambao ni grade kubwa. Yes. Kama wa whisky, nini, pombe hizo za club. Ndiyo. Ukatoka huko kaja bar. Wa bia zote. Ndiyo. Ukatoka kwenye bia ukaja wa bangi, wanaofanana na bangi. Ukatoka kwenye bangi ukaja kwenye unga, wanaofanana na unga. Ukatoka kule ukaja wa kilabuni. Mpaka wamekuja wa mtaani. Ni maisha ambayo umetoka kutokana na ulikoanzia. Hivi ngoja kabla tujaenda mbali, unahisi kilichosababisha maisha yako yakaharibika ni nini hasa? Maisha yangu yani niseme kilichoharibika, kilichochangia ni mama wa kambo. Kwa sababu asingekuwa yeye, nadhani hata mimi leo hii ningekuwa ni mbali sana. Kwa sababu yani alitunyanyapaa jinsi ya uwezo wake. Lakini hata baba yangu mimi hakufuatilia kitu kama hicho. Hata tulikuwa kama akitoka kazini tukimueleza, anaona kama vile. Mimi ilifikia stage mpaka na mdogo wangu tukapaka tunanyimwa chakula. Tunaingia ni kwenye nyumba ya jirani, kapika, tunapakua, tunakula. Unaona? Jirani akigundua tunapigwa kama mbwa, tunakimbia, tunaenda kulala Sinai barabarani. Kwa hiyo yani niseme ndio kitu kilichochangia mpaka mimi maisha yangu kuharibika, mpaka kujiingiza kwenye makundi. Nyinyi ni kabila gani? Sisi ni watu wa Singida. Wanyaturu. Okay, hebu turudi kule Tarime ulipoenda. Tarime nilivyoenda kweli baada sasa hivyo vitu kuvifanya nikaa nimepata kazi ya ndani. Nilipopata kazi ya ndani. Ulipata kazi ya ndani baada ya kushuka grade au ilikuwaje? Na ulifikaje kwenye hiyo nyumba? Kwa sababu ulikuwa umeshaanza kunywa mpaka mapombe ya kienyeji. Sawa, swali zuri sana. Nilipata mama mmoja kwanza. Nilipopata mama mmoja tulikutana naye tunaye katika mazingira ambayo nikaa nimemuelezea maisha yangu. Kaniambia basi kuna mama mmoja anatafuta mfanyakazi hotelini. Twende nifanye nini? Nikupeleke. Nikasema hapa sawa. Ngoja nikawa ninapata hata shilingi ngapi ya kunikimu, kwa sababu kule nilikuwa sina ndugu, sina nani. Nilienda tu yani kibiashara. Basi kwa hiyo nikawa nimeenda kwa yule mama. Lakini yule mama jinsi nilivyokuwa nikimfanyia kazi hakuwa sahihi. Kwa sababu nilijua kwamba ni kazi ya hotelini, lakini kazi ya hotelini ilichangia na mambo mengine ambayo tofauti.
Aliendelea tena kukuza. Yaani wakija pale wateja na hela nikawa hata sipewi. Tukitoka hapo tukienda nyumbani kwake. No, hebu naomba kidogo. Yaani kwamba yule mama ulikuwa unamfanyia kazi hotelini, alikuwa anakuuza kwa wanaume tena? Wakija wateja. Kwa sababu nilikuwa sina sehemu hata ya kukaa. Anaambia mteja, na huyu mgeni katokea wapi? Mbona binti mzuri sana, sijui ni. Sasa hapo ananiona mzuri, kwa mimi tayari nishachoka. Hapo wenyewe ndio ananiona mimi mzuri. Huyo mama anasemaje? Hata sasa ni mzuri. Asante. Paka huyo mama anasemaje? Ni wewe tu. Unaona? Wewe niachie tu mimi hela, wewe nenda naye. Kwa hiyo kwa uwezi kukataa au? Siwezi kwa sababu na shida. Asubuhi nikiamka naamkia kwa ule mama tena. Na tunafanya kazi na tunaenda kwake tena ananifanyisha kazi, nikaona saizi biashara hazistahili, nikaondoka. Ukatoroka. Nikawa pale tu mazingira pale tutalime. Charm and Glow, bidhaa mpya iliyotengenezwa na madaktari bingwa kwa ajili ya uso. Sasa inapatikana katika maduka yote ya vipodozi nchi nzima. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0759665555 au 0677555550. Flora Lauo, nguzo muhimu ya urembo na utanashati Afrika Mashariki, amekuwa msaada mkubwa kwa warembo, hasa kupitia vipindi vyake vya television vya Flora Show na Flora Skit, na pia kupitia mashindano ya Miss Lexon nchi ya urembo. Amekuwa mtetezi wa wanyonge na amesaidia wengi kupitia kipindi cha Nitetee Sauti ya Mnyonge chini ya Nitetee Foundation. Kwa muda mrefu amekuwa mfano na wengi, hasa mabinti, wanatamani kufuata nyendo zake, na hii ndiyo sababu ameamua kufungua chuo cha urembo, lengo likiwa ni kuwagawia watu, hasa mabinti, ujuzi juu ya fani hii ya urembo na utanashati ili waweze kujimudu na kujikwamua kimaisha. Kupata ushauri kwake huwa ni kitu cha bure. Fika chuoni mtaa wa Uhuru mkabala na Deluxe Hotel au piga simu namba 0759665555.